28 from 13. Maandiko yanasema hivi. Yes. Ezekiel 28:13. Ulikuwa ndani ya Edeni. Sikia, wewe Ibilisi ulikuwa ndani ya Edeni. Bustani ya Mungu. Bustani ya Mungu ulikuwa. Kila jiwe la thamani na kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Lilikuwa kifuniko chako. Akiki na yakuti. Manjano na almasi. Hayo yote. Na zabarajadi. Imagine all beautiful things zilikuwa amebeba. Ya kwamba shetani alikuwa amebeba like all beautiful colors na materials mzuri. Alikuwa amebeba akitembea Edeni, Kazi ya machari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako. Kazi yake ilikuwa mzuri sana na alikuwa anafanya kazi hapo. Katika siku ya kuumbwa kwako alikuwa mzuri wakati aliumbwa. Zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutia. Alikuwa kerubi. Nao tumesoma hapa kwa Isaya kuhusu makerubi. Shetani alikuwa one of the cherubims. Alikuwa miongoni mwa waliokuwa wanafunika macho. Lakini siku alitoa mabawa akamtolea Mungu macho, ndio siku alifukuzwa. Shetani alikuwa mmoja wa kerubi ambao wanafunika. Ukisikia Biblia inasema ulikuwa mmoja wa kerubi wa kufunika, ni ile tumesema makerubi wanafunika macho wakisimama mbele ya Mungu na kufunika miguu. So shetani alipoacha kufunika akamsimamisha mbele, akaanza kuangalia Mungu sasa direct, akimfanyia mzaha. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Ndio umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Sikia, yeye ndiye alikuwa anatembea kwa ile mawe, ile makaa ya moto imezunguka kiti cha enzi cha Mungu. Shetani imagine alikuwa na huo uwezo, anatembea kwa makaa ya moto before the throne of God. Yeye ndiye alikuwa na huo uwezo. Malaika wengine wadogo wako mbali, yeye alikuwa na uwezo, lakini hiyo yote alipoteza. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako. Alikuwa tu mzuri bwana. Tangu siku ile ulipoumbwa. Tangu aumbwe alikuwa mzuri sana. Hata uovu ulipoonekana ndani yako. Until uovu ukaonekana ndani mwake. Kwa wingi wa ujuzi wako. Na akawa na ujuzi mwingi sana. Wakati mwingine anaanza ujuzi mwingi sana. Watu walikujaza udhalimu ndani yako. Udhalimu ukamjaa. Nawe umetenda dhambi. Akatenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika. Kwa sababu hiyo akatolewa kwa nguvu kwa makao ya Mungu. Kama kitu kilicho najisi. Yes, kama najisi, yani kitu kibaya, kitu kichafu kisichostahili akatupwa. Nami nimekuangamiza. Akaangamizwa. Ewe kerubi ufunikaye. Kerubi ufunikaye. Utoke katika mawe hayo ya moto. Akatolewa kwa mawe ya moto mbinguni. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Shetani alijifunua mbele ya Mungu. Acha kujifunua kwa utukufu wa Mungu. Haleluya. Amen. Jifunike, simaanishi tu kufunika nguo. Yaani funika, hiyo kuzuia moyo, kuzuia mawazo, kuzuia ulimi, ndio kufunika. Shetani alishindwa kujifunika, akajiwaachilia, akajitupa na akakosa nafasi yake. Akatupa kama kitu najisi, kitu kisicho na dhamana, kitu cha bure. Akaondoka kwa mawe. Yeye ndiye alikuwa anatembelea mawe ya moto, ambapo sisi na hii miili yetu hatuwezi hata tukakaribia. Lakini akatupa, akapoteza kila kitu kwa sababu ya kiburi. Na unakufundisha umjue huyu Mungu. Tuwe na hofu ya kumjua Mungu. Tuwe na tamaa ya kumnyenyekea huyu Mungu. Ondoa, if it is pride, ondoa tu, ondoa. Serve God willingly. Serve God willingly. Mungu atakutoa kwa utukufu wake tu, tabaki tu. Lakini ukiwa mtu wa kujinyenyekesha, wa kutii, you fear the Lord, Mungu ataanza kukuinua hata walio kudharau ukiwa tu mtoto mdogo. Put the fear of God first. Utaona kila kitu Mungu ataanza kukitenda. Mungu ataanza kukupigania, kukutetea, kukuinua, and you will enjoy the favor of God. Kila kitu unakifanya utaona sasa kinaanza kuenda mbele. You will see how you will receive the power of God. You will see how miracles will happen. You will be walking in the favor of God. Shetani angekuwa bado saa hii anafunika mabawa, angekuwa bado anatembea kwa makaa ya moto, hata hii dunia ameiharibu, haingefika hapo. Lakini kwa sababu aliondolewa na akaanguka kabisa, na nafasi yake maana haikupatikana nafasi yake tena, akareplacewa immediately with immediate effect, na kazi ya mbingu ikaendelea. But today, as I teach you the fear of God, I tell you, please, I advise you, my daughter, my son, whoever that is listening to me, you can be older than me, you can be richer than me, you can be fat, you can be having many wives than me, you can be having many children than me. You know the but I'm telling you the truth. If you don't watch your tongue, if you don't watch your actions in the presence of God, I tell you, some of us tumemeza mambo makubwa sana. Some of us unaona hivi tumemeza a lot of things. Those things that could have pushed us to speak, but we cannot speak. I better go in that corner and pray and cry. I release it. I walk out a free man. I better carry it. I go home. I sleep on my bed. Yes. I cry with it. Yes. I tell God about it. Yes. I release it. Yes. But huenda Mungu naye hata kuacha hivyo. Hallelujah. Kwa hiyo madhabahu. Siku utajua vile nimefundisha hivi, ujue Mungu ni nani, and the fear of God ikuingie. Utajua kukaa kwa madhabahu na utajua kumwabudu. Hallelujah. Amen. It may cost life of many. Just throwing words anyhow, doing things anyhow because you don't care.
Kuna mtu anaweza wacha hata hii ibada, programs zinaharibika, everything inaharibika, you don't care. It is not your church, you are not the spiritual father, you don't care. Kuna yani, you are just there. Praise inaweza kuharibika, you don't care. If things can go in a mess, you don't care. I tell you, have the fear of God. Hallelujah. Kuna mzee mmoja, unajua Eli? Nini iliua Eli? Nini iliua Eli? Kuna mtu kwa hii madhabahu anaweza kosa usingizi akisikia hii madhabahu inatingika. Yaani huyu mtu mwenye atasikia hiyo roho ya Eli imemwingia ndani. Ama ni mimi peke yangu naweza kosa usingizi kwa sababu watu hawajafunguliwa. Kwa sababu kuna mtu hajabarikiwa. Siku utaanza kubeba hiyo burden kwa hii madhabahu. Hiyo spirit ya Eli kuingia ndani mwako. Yaani kitu kikienda kuharibika kanisani unakosa usingizi. Mambo ikienda vibaya wewe haupati amani. Nitajua umeanza kuinuliwa na kubarikiwa. The fear of God imeanza kuingia ndani mwako. Lakini kama utalala usingizi, you know someone anaweza lala tu hata usingizi. Hata ufike tu asubuhi kanisa imefungwa because you don't care. You are not there. You are just there. I tell you, child of God, toka kwa usingizi, mtoto wa Mungu. Tujue kumtafuta huyu Mungu. Tujue huyu Mungu anakaa namna gani. Let us fear our God. Let us fear God. Usitazame hata mchungaji anakuhubiria. Look at the God that he is carrying. Look at my God. Don't look at me. Mimi physically ni kijana tu mdogo. But look at the kind of God that I am carrying. The God that I am serving. Wana wa Israeli walikuwa wanatazama tu Musa. But the day they messed up with the anointing, the day they messed up with that grace, that is when they saw the full wrath of God. God, Mungu alishuka akapasua dunia, watu wakamezwa. Hallelujah.